Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa, nataka nikuhakikishie Tunduma ni ngome isiyotikisika. Tunduma ni ngome isiyotikisika, Mheshimiwa Mwenyekiti. Alichozungumza mwenyekiti wetu wa mkoa, toka niko Njombe napigiwa simu kwamba kuna matatizo makubwa, magari yamekamatwa ambayo yalihitaji kuwapa taarifa wananchi kwamba mwenyekiti wa chama kikubwa cha upinzani Tanzania anakuja, wakazuia magari hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipofika hapa nimempigia katibu tawala wa mkoa, nikamwambia, nikasema mkoa huu wa Songwe pamoja na wilaya hii ya Momba, hasa mji wa Tunduma, unahitaji kuongozwa na watu wenye akili timamu na sio watu wenye akili ndogo. Nikaambia ni vizuri watu wakatambua kwamba Tunduma inahitaji kuongozwa na watu wenye akili kubwa na sio akili ndogo. Nikaambia mmezuia magari, mmewaambia wenye magari yasije hapa, lakini baadaye Mheshimiwa Mwenyekiti amenipigia Chongolo, mkuu wa mkoa, na namba yake nilikuwa sina. Akajitambulisha, nikamwambia sina namba yako, lakini baadaye akaniambia tatizo ni nini. Nikamweleza matatizo yanayofanyika na vijana wake na hawa CCM wanapojaribu kuharibu mikutano yetu. Sasa nini nataka kuzungumza? Nataka kuambia mkurugenzi, mkuu wa mkoa, katibu tawala, mkuu wa wilaya, OCD, RPC, hamna uwezo wa kuiokoa CCM kwa sababu CCM ni ufalme ambao umeshafutinika tayari. Ninawaambia muwezi kuiokoa CCM kwa sababu CCM haibebeki tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona watu waliokuja hapa wamekuja kwa miguu yao wenyewe, wametembea kutoka mjini maeneo mbalimbali, wamefika hapa. Singekuwa ni CCM hapa, magari yangekuwa mengi kuliko watu walioko hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, CCM inasomba watu kama mbuzi, inasomba watu kama magunia. Wamefika mahala hawawezi kufanya mkutano bila kusomba watu mkoa mzima wa Songwe waje kwenye mkutano mdogo unaofanyika pale Tunduma. Na bahati mbaya juzi wamekwenda kusomba watu Chianga, wamefika wamesimamisha magari pembezoni mwa mpaka, kila anaingia kwenye gari wanampa shilingi 5,000 akajaze mkutano wa CCM. Sisi Chadema biashara hiyo hatuna, watu tunao kutosha. Nataka kusema usiri, nataka kusema RPC, wewe ukitaka kuendelea kucheza na mji wa Tunduma, kushinda kumshauri mkurugenzi, kushinda kuwashauri watu wa serikali kwamba jamani, Tunduma kunahitaji usalama kwa sababu ni lango kuu la bandari kutoka nchi 8 za kusini mwa Afrika, utakuja kusababisha matatizo makubwa sana. Kwa mtu mwenye akili timamu, malori yamejipanga kuanzia Chipaka mpaka Custom. Malori yamejaa katika yadi zote za mji wa Tunduma, yana mafuta, yamebeba mali ya wateja wetu wanaotumia bandari ya Dar es Salaam. Unafanya mchezo na amani ya mji wa Tunduma, utakuwa na akili timamu kweli wewe? Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa, tunaamini tunakwenda kushinda uchaguzi baada ya reformu ya nchi hii, na tukishinda uchaguzi tunaamini bandari yetu itaendelea kuongeza mapato ya nchi hii ili kuboresha maisha ya Watanzania. Kwa hiyo lazima tuangalie ni kiongozi gani anayekuja Tunduma, anayekuja kusimamia wananchi Tunduma, ili aweze kulinda haki za watu na kulinda amani ya mji wa Tunduma. Lakini tukiwa na viongozi wabovu, ofisi ya dini kuona hapa, ninakuomba washauri viongozi, washauri wanasiasa. Usipoweza kuwashauri wanasiasa, wewe ndio una kazi kubwa na umepewa jukumu la kulinda amani ya mji wa Tunduma. Vyama vimeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Kila chama kina haki ya kufanya mikutano, lakini haiwezekani sisi wakahozi mikutano ya nchi hii. Hii nchi sio ya CCM, hii ni wa Tanzania wote. Kwa hiyo nakwambia kwa mara ya mwisho OCD, nakwambia kwa mara ya mwisho RPC, nakwambia kwa mara ya mwisho mkoa, hatutavumilia ujinga utakaoendelea kwenye mji wa Tunduma. Hatutavumilia upumbavu utakaoendelea kwenye mji wa Tunduma. Tunaipenda Tunduma, tunapenda amani ya Tunduma, na tunahitaji Tunduma iendelee kustawi.
ustawi kwa sababu wananchi wetu wamewekeza katika mji huu. Ndugu zangu wana wa Tunduma, ninaelewa kwamba Chama cha Mapinduzi kimepitwa na wakati. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, mwaka 2014 tulipata wenye viti zaidi ya 56 kwenye mji wetu wa Tunduma. Lakini pia 2015 tulishinda kati ya viti 15 vya madiwani, tuliwaburuza CCM viti 14, waliambulia kimoja, nacho sijui kilitokea wapi. Lakini pia tulishinda majimbo mawili, jimbo la Momba na jimbo la Mbozi, na jimbo la Momba na jimbo la Tunduma. Lakini kama haitoshi, ukienda Mbozi tuliwapiga kata 15 kati ya kata 11. Hiyo kata moja pia ambayo lituzidi sijui walitokea wapi. Leo mwaka 2019 na mwaka 2020, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna kiti kimoja, wala hatuna diwani, wala hatuna mbunge katika maeneo yetu kwa sababu ya wizi wa kura wa Chama cha Mapinduzi. Sasa nataka niwahakikishie kwamba mwaka 2025 watu wanajiandaa kugombea, wamwambie Mama Samia Suluhu akubali reformu ya sheria za uchaguzi katika nchi hii. Asipokubali reformu ya sheria za uchaguzi katika nchi hii, tunamwambia haki ya Mungu, hata kwenda kupiga kura mtu na hata chaguliwa mtu, nchi itabaki draw. Kama wanataka hakuna atakaye kwenda kupiga kura. Tunataka mabadiliko katika taifa hili. Haiwezekani Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2019 walikufa watu wawili bila sababu za msingi. Amekufa mama yetu mmoja pale Migombani, alikuwa ni katibu mwenezi wa chama chetu, kwa sababu ya uchaguzi wa 2020 akachomwa kisu akafariki, mpaka leo hajakamatwa aliyemuua. Mwaka 2020 hiyo amekufa kijana mmoja Moreli ambaye alikuwa ametumwa na watu wa CCM kuja kufanya vurugu kwenye kituo cha kupigia kura. Haya mambo ya kuua watu kila wakati tutakwenda nayo mpaka lini? Mwaka jana uchaguzi wa serikali za mitaa, huwezi kuamini Mheshimiwa Mwenyekiti, wamemuua kijana bila kosa lolote. Mwenzetu Chalamila ameuawa bila sababu yoyote, eti kwa sababu ya uchaguzi wa mtaa. Sisi tunasema hatutakubali kuendelea kuzika watu wetu kwa sababu ya uchaguzi feki wa serikali ya CCM. Tunasema no reform, no election katika nchi hii. Na nataka kumwambia OCD, tumejiandaa vizuri sana kuhakikisha kwamba tunapambana kuhakikisha kwamba reform inapatikana katika nchi hii, na isipopatikana ninaamini kabisa hata mwana CCM atakwenda kuzuia uchaguzi, hata polisi mtafanya kazi ya kuzuia uchaguzi ili usiweze kufanyika katika nchi hii. Sisi tunakausha mada, tunazungumza hapa. Polisi mna maisha magumu, tunahitaji kupigana kubadilisha sera la nchi hii ili na nyinyi mishahara mnayoipata muweze kupata mara 2 au mara 3, mboreshe maisha ya familia zenu. Na ndio maana mkistaafu hamkai miaka 2 mmepoteza maisha kwa sababu ya maisha magumu, alafu mnatumika kuiba kura kwa sababu ya kuingiza serikali ambayo haiwezi kuwahudumia Tanzania. Kwa hiyo kuanzia tu leo tunasema tunahitaji mabadiliko katika nchi hii, na kama haiwezekani tutadai kwa nguvu, kwa sababu tumegundua Chama cha Mapinduzi hawako tayari kwenye uchaguzi kwa sababu ni wepesi kama karatasi. Hawatuwezi kabisa CCM. Eti jamani, CCM wanatuweza? Hawana uwezo kabisa. Na bahati tuliyokuwa nayo sasa hivi, tuna mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu, tuna makamu mwenyekiti John Heche, wamesema watasonga mbele na hawatarudi nyuma. Si ndio jamani? Watasonga mbele, hawatarudi nyuma. Na sisi Mheshimiwa Mwenyekiti tunakuahidi tuko nyuma yako, tutapambana mwanzo mwisho kuhakikisha kwamba reform inapatikana. Juzi amekuja Wasira hapa, ameongea maneno ya hovyo kabisa, lakini amekuja Silinde na kina Mwigulu wameitisha kama mkutano, eti wanasaini mkataba wa kuwaletea maji wana Tunduma, eti kwenye halaiki ya mkutano. Lini mmewahi kuona mkataba wa maji au mkataba wa barabara unasainiwa kwenye mkutano? Mmewahi kuona? Yaani sisi wanatuona wajinga, si ndio jamani? Na nataka niwaambie ndugu zangu, watu wanasema, Mwalimu Nyerere alisema, ukiona mtu unamwambia huu sio mwiko, alafu anauona ni mwiko, anasema ni kweli sio mwiko, anasema wewe ni mjinga kuliko wajinga wengine.
Tafsiri yake ni kwamba wameshindwa kuleta maji. Magufuli alikuja hapa akasema, ninataka kuwaletea maji Wanatunduma, nileteni Silinde. Lakini miaka 5 imeisha, Wanatunduma hamna maji, wanasaini kwenda kujenga matenki. Mji wa Tunduma hatuna shida na matenki, tunahitaji hapa tupate maji kwenye mji wa Tunduma. Sio jamani? CCM hawezi kuwaletea maji. CCM wala jipya, naomba tusiwasikilize, tuwapuuze kama ambavyo mnaendelea kuwapuuza, tuweze kusonga mbele, si ndio? Na wakifika hapo utasikia CCM juu. Juu kuna kufanya nini huko juu? Matatizo ya wananchi yako hapa chini. Unasema CCM juu, kwenda kufanya nini huko juu? Shuka chini, tunahitaji kushusha CCM ili tuweze kusonga mbele. Nchi hii tajiri, lazima tubadilishe haya mauzo yanayoendelea katika taifa letu. Ndugu zangu, mkutano sio kwangu. Nina viongozi hapa, lakini nataka niwaambie tumsikilize mwenyekiti wetu, tumsikilize mwenyekiti wa kanda anazungumza nini na sisi. Mimi kama mbunge wenu wa mji wa Tunduma nitaendelea kuzungumza na nyinyi kila wakati, lakini tutaendelea kufanya mikutano ya kutosha kuendelea kuadhibu CCM. Hatutaishia hapa, si ndio jamani? Baada ya kusema niwashukuru sana, nawapenda sana. Naomba tunyoshe mkono na tupige wepa mara moja kama ishara ya kumuonyesha mwenyekiti. Hii ni ishara ya kumwonyesha mwenyekiti kwamba tuko vizuri kweli kweli. Na yeyote ambaye hajanyosha mkono, huyo anakula CCM, si ndio bwana? Huyo anakula kwa balozi wa CCM. Naomba nyie polisi msinyoshe. Ninajua mmenyoshia mifukoni. Nyie tulieni hivyo hivyo, wasije wakafukuza kazi. Naomba